Rais Donald Trump ameonya kwamba hayuko tayari kutaka kupata mwafaka wa kumaliza vita na Iran, wakati huu Marekani na mshirika wake Israeli wakianzisha wimbi jipya la mashambulio huko Teheran na maeneo mengine ya nchi. Emmanuel Richard Makundi anatufahamisha zaidi. Trump ametoa kauli hii katika mahojiano na kituo cha televisheni cha NBC ambapo amesema Iran inataka mazungumzo na serikali yake, lakini kwa sasa hayuko tayari na kwamba atapigana kuhakikisha anapata makubaliano yenye tija. Kauli yake anaitoa wakati huu ambapo jeshi la mapinduzi la Iran likitishia kumwinda na kumuua kiongozi wa Israel, waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Aidha, Iran imezionya nchi nyingine zinazopanga kujiingiza kwenye mzozo unaoendelea, ikisema kufanya hivyo kutafanya vita kuwa kubwa zaidi kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Ikiwa ni wiki mbili sasa tangu Israel na Marekani zianze kuishambulia Iran, pande zote hazionyeshi kulegeza msimamo licha ya idadi ya watu wanaopoteza maisha pamoja na athari za kiuchumi kutokana na mlango wa bahari wa Hormuz kufungwa. Tangu kutatizika kwa safari za meli za mafuta na gesi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, bei ya nishati hizo zimepanda maradufu kwenye baadhi ya nchi na zinatarajiwa kuongezeka katika siku za usoni, hali ambayo itafanya uchumi wa dunia kutatizika zaidi. Na Makundi. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Israeli Gideon Saar amesema hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Israeli na Lebanon, na badala yake kusema kwamba kabla ya hatua yoyote kuchukuliwa ni sharti Beirut ichukue hatua madhubuti dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah. Ukraine haitaki kupoteza uungwaji mkono wa Marekani katika mapambano yake dhidi ya Urusi kutokana na vita ya Iran, Rais Volodymyr Zelensky amewaambia waandishi wa habari. Maafisa wa China na Marekani wamekutana kwa mazungumzo ya kibiashara mjini Paris, mkutano unaojiri chini ya wiki tatu kabla ya mkutano wa kilele kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping. Raia nchini Ufaransa wamepiga kura leo kwa duru ya kwanza ya uchaguzi wa serikali za mitaa kuchagua mamea na madiwani katika uchaguzi ambao unaonekana kuwa kipimo cha uchaguzi wa urais ambao utafanyika mwaka ujao. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ameelekea Moscow kwa mazungumzo ya kujaribu kulizuia jeshi la Urusi kusajili raia wake kwenda kupigana vita ya Ukraine. Katika ziara hiyo, Mudavadi atakutana na mwenzake Sergei Lavrov kumshawishi nchi yake waachie raia wa Kenya waliokwama kwenye vita. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Tuta Richard ni mtaalamu wa masuala ya usalama, anazungumza nasi akiwa nchini Kenya. Urusi kwa muda mrefu umekuwa ni mshirika wa karibu sana wa nchi ya Kenya, lakini natumaini kwamba katika mazungumzo yao na serikali ya Urusi huenda kwamba lili jambo ambalo limekuwa likiendelea la vijana kutoka hapa kwenda Urusi kwa njia ambayo sio ya kihalali yenda yakazungumziwa, na kama itazungumziwa basi itakuwa ni njia ipi ambapo hawa vijana wakaweza kurejeshwa hapa nchini, kwa sababu wizara ya nchi za kigeni huwa inashughulikia ni masuala kama hayo. Mtazamo wa Tuta Richard. Msikilizaji, kwa mujibu wa idara ya usalama wa taifa wa Kenya, zaidi ya 1000 walirubuniwa kwenda kupigana vita ya Ukraine. Tusalie nchini Kenya ambapo takriban watu 62 wamefariki dunia katika kipindi cha wiki moja iliyopita baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko, kwa mujibu wa mamlaka ambayo imeonya kwamba mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali za taifa hilo. Nchini Tanzania, idara ya utabiri wa hali ya hewa TMA imeonya kwamba mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi zinaweza kusababisha mafuriko, kuharibu miundombinu na pia kuathiri shughuli za uvuvi katika mikoa kadhaa ya pwani, ikiwemo katika maeneo ya Lindi, Mtwara na pia visiwa vya Mafia. Na mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda ambaye pia alikuwa mgombea katika uchaguzi wa Januari 15 mwaka huu, Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, hapo jana alitangaza kwamba amekimbia nchi yake kutokana na kuhofia usalama wake. Katika video aliyochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, Chagulanyi amesema atarejea wakati mazingira yataruhusu, huku akiwashukuru Waganda waliompa hifadhi tangu uchaguzi ulipomalizika. We decided to fight back, not only within the country, but also... Tuliamua kupigana si tu ndani ya nchi bali pia kimataifa.
na miongoni mwa mambo tunayotarajia kufanya ni kutaka vikwazo vinavyomlenga Museveni na wasaidizi wake. Pia tunataka nchi zinazofadhili mashine za mauaji za Museveni zisitishe na ikiwezekana zikate kabisa uhusiano na utawala wa Uganda. Pia nataka kuwajulisha ndugu na viongozi katika diaspora kwamba nitakuwa pamoja nanyi katika siku zijazo. Tujiandae kushawishi, kuhamasisha, kupanga na kupinga ukiukaji wa haki nchini Uganda. Kwa sasa nawaomba raia wenzangu mbaki imara, mbaki kuwa na umoja na kuweka matumaini hai. Ni sauti yake Robert Chagulanyi, mwanasiasa wa upinzani wa Uganda na rais wa chama kikuu cha upinzani NUP, akizungumza akiwa uhamishoni. Rwanda hapo jana ilionya kwamba itawaondoa wanajeshi wake takriban 1,000 ambao wanahusika katika operesheni za kupambana na makundi ya kijihadi kaskazini mwa Msumbiji ikiwa ufadhili wa kutosha kwa vikosi hivyo hautahakikishwa. Msikilizaji, raia wa Congo Brazzaville wamepiga kura leo kumchagua rais, na ni katika uchaguzi ambao Rais Denis Sassou Nguesso anatarajiwa kuchaguliwa tena. Victor Moturi, hali ikoje? Wagombea 6 wanashindana na Denis Sassou Nguesso katika uchaguzi ambao kwa sehemu kubwa upinzani mgawanyika au haupo kabisa, hali inayomfanya aelekea kushinda muhula mwingine wa miaka 5 wa kiraisi. Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 82 na ambaye amekaa madarakani kwa zaidi ya miongo 4 amesema huenda huu ukawa muhula wake wa mwisho na anajiandaa kukabidhi madaraka kwa damu mpya. Zoezi la upigaji kura lilifunguliwa saa 1 asubuhi kwa saa za Brazzaville. Hata hivyo, kwa siku nzima kumeshuhudiwa idadi ndogo ya wapiga kura, waangalizi wakisema uchaguzi huu huenda ukaripoti idadi ndogo zaidi ya wapiga kura kuwahi kushuhudiwa. Denis Sassou Nguesso, mmoja wa viongozi wa Afrika waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi, anaungana na Teodoro Obiang Nguema wa Equatorial Guinea, Paul Biya wa Cameroon na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Na Victor Moturi, vita vilivyozuka upya kati ya Ethiopia na Eritrea huenda vikachochea mzozo mkubwa zaidi ambao unahusisha nchi 10 hadi 15 katika mabara matatu, hali ambayo inatishia kuwepo kwa vita vya pili vya dunia vya Afrika. Mtaalamu wa migogoro ameonya kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili jirani. Ukuaji wa uchumi barani Afrika huenda ukaathirika kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani wiki iliyopita baada ya Iran kufunga kivuko cha baharini cha Hormuz na pia kushambulia vituo vya nishati katika nchi za Ghuba, wataalamu wameonya. Majambazi waliojihami mwishoni mwa wiki waliwaua watu 20 na kuiba ng'ombe kadhaa kutoka kijiji kimoja katika jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria, vyanzo vya habari kutoka eneo hilo vimesema. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limeonya kuhusiana na hatari ya kutokea tena kwa nzige wa jangwani katika mikoa kadhaa nchini Morocco kati ya mwezi Machi na mwezi Mei mwaka huu na kusababisha uharibifu wa mazao.